ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. فقال جل شأنه في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، بعد هذه الوصية أشكر الله جل جلاله في هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ninaihusia nafsi yangu mwanzo pamoja na kuzihusia nafsi zenu wenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio usia wa kudumu, usia wa zamani sana. Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia wale waliotangulia kabla yetu, na ametuhusia sisi pia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, baada ya usia huo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia afya njema na uzima na uhai kuweza kuidiriki Ijumaa ya leo, kwani kwa hakika sio wote walioipata Ijumaa hii. Wengine wako bado kwenye shughuli zao, wengine wako safarini, wengine wako kwenye vitanda vya maradhi, wengine ndo kwanza roho zao zinatoka. Mimi na wewe tumebahatika kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Amesema kuwa, basi wewe umekuwa na afya leo umekuja, na asingetaka wewe usingekuwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala daiman wa abada aendelee kutupa afya na uzima kwa ajili ya kumtumikia yeye ila an namuta, mpaka pale siku tutakapotenganishwa roho zetu na viwiliwili vyetu. Ibadallah, ndugu zangu wapendwa Waislamu, min a'dhami maqasidi sharia, miongoni mwa makusudio ya sheria kuletwa mitume na muongozo, wakaletewa vitabu kwa ajili ya kuelekeza umma na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa makusudio ya sheria kubwa kabisa, la kwanza al-ijtima'u, watu wawe pamoja, watu lao liwe moja, direction yao iwe moja. Asitokee watu wanaelekea kaskazini, wengine wanaelekea magharibi, watu wanahamasishana waelekee peponi, wengine wanahamasishana waelekee motoni. Maqasidi sharia, imekuja makusudio ya sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameileta kwa wanadamu, na mitume wakaja kuitafsiri sheria hiyo. Jambo kubwa kabisa kuliko lote linalokusanya sheria hizo ni al-ijtima'u. Kwanza kabisa ni watu kuwa pamoja. Kwa hiyo Uislamu umetuhamasisha tuwe pamoja. Wa adamul iftiraq, na sheria imekuja kuelekeza watu madhara ya kuachana, madhara ya kugombana, madhara ya kutengana. Hilo limekuja kuelekezwa na sheria kwamba watu wasije wakaelekea huko. Lakini sheria imekuja kuelekeza as-sam'u wa ta'a, usikivu pamoja na utiifu, fil ma'rufi liulati al-umur, kuwatii viongozi katika mambo ya kheri na yale mambo ambayo hayana maasiya. Ndugu zangu katika imani,
Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika suratul Nisa'i aya nambari 59, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini. Allahumma ja'alna minhum. Allah tujalie katika hao. Waonaje unaitwa katika jina hilo, na anayekuita ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe umeitikia wito wake, bila shaka ni heshima kubwa na ni miza. Amekutofautisha na viumbe wengine ambao bado hawajaitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini, atii'u Allah, mtini Allah subhanahu wa ta'ala. Atii'u Allah wa atii'u rasula. Namba 2, mumtii kiongozi wenu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lakini la 3, wa ulil amri minkum, na wale viongozi waliotawalishwa juu yenu kukuongozeni, ni juu yenu kuwatii na kuwaheshimu na kuwasikiliza miongozo wanayotoa, bil ma'rufi, katika yale ambayo yanaleta tija, sio katika yale ambayo yanamudhi na kuingia katika maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, aya hii ya suratul Nisa'i aya nambari 59 inawezekana ndo lubul maudhui, ikawa ndo kiini cha maudhui ya leo. Ta'atu ulatal umuri, utiifu kwa viongozi wale waliotawalishwa juu yenu. Ndugu zangu katika imani, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wenu ni kiongozi na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Fal amiru ra'in, kiongozi wa juu kabisa, ikiwa ni rais wa nchi, ikiwa ni mfalme, ikiwa ni mkwini, ikiwa ni kiongozi wa juu kabisa, ra'in ni kiongozi wa huwa mas'ulun an ra'iyati, ataulizwa juu ya raia wake. Raia wanaoongozwa na kiongozi wa juu kabisa, Uislamu umeelekeza kwamba kiongozi huyo atiiwe, asikilizwe, atiiwe, na kama panahitajika nasaha apewe nasaha bilutfin, kwa upole, wa bilhikma, na kwa hikma ya hali ya juu. Na kiongozi hapewi nasaha kama tunavyopeana sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza almurua, yani ile kuwa mtu mwema katika Uislamu umeelekezwa hata namna ya kutaamal na kiongozi wako, kwamba kiongozi kateleza, kiongozi kakosea, tayib, nimkosoe vipi, nimuelekeze vipi, nimwambie vipi, nimshauri vipi? Ikiwa mimi siwezi na simwezi, nimtumie nani aende kumuelekeza? Kuna busara zake na hikma zake, na wala sio faudha. Yani kiongozi kateleza, mathalan imamul masjid ni kiongozi katika swala, ameteleza wakati anaswalisha, badala ya kusoma suratul Fatiha katika qiyam, amesoma at-tashahhud, at-tahiyat was-salawat wa tayyibat fil qiyam. Maamuma wameelekezwa namna nzuri ya kumkosoa na kumrekebisha imamu ambaye ni kiongozi wao kwa muda huo, na yale sio faudha. Ikitokea sasa imamu ameteleza, badala kurukua kasujudu, kuna njia imeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa heshima na adabu, na wala bila kuvunja mwelekeo wa sala zenu. Asitokee mmoja wenu akamkosoa imamu kwa kumwambia maneno makali kwamba angalia sasa huyo unatupeleka wapi, badala kusujudu wewe umerukuu, badala kusoma alhamdu unasoma tashahudi. Huyu imamu gani kwenye sala? Unamvunjia heshima, na baadhi ya waumini waliokuwa wanamheshimu nao pia umewachagiza wamdharau. Ndugu zangu katika imani, ikiwa kiongozi wa swala tumeambiwa namna gani umkosoe, ikiwa wewe wa nyuma utamkumbusha, basi umkumbushe lilokuwa jema zaidi, na yeye atakamata lile ambalo umemkumbusha. Na ikiwa ni wanawake huko nyuma wameelekezwa namna gani wamkumbushe imamu kama kiongozi wao, kwa kupiga makofi, anajua kiongozi kwamba hapa kuna jambo nimeteleza. Heshima na nidhamu juu ya kumuelekeza kiongozi pale anapokosea. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam
ameelekeza mambo mazuri sana juu ya utiifu kwa viongozi. Mara moja alipokuwa katika hijjatul wadaa, hija ya kuaga, baada ya hija hiyo 83 alitoa mawaidha makali sana pale katika viwanja vya Arafat. Alitoa mawaidha ambayo masahaba nyoyo zao zilianza kutetemeka, masahaba wanatokwa jasho, kila mmoja mpaka vinyweleo vinatoka. Wakamuuliza, ya Rasulullah, kaannaha mau'idha almuwaddi', mbona kama unatuaga? Haya mawaidha sio ya kawaida, haya maneno mazito, kana kwamba mtu anataka afariki, amekusanya watoto wake na familia kwa ujumla, anawapa msingi wa maneno watakaoishi nayo baada ya kufa. Kaannaha mau'idhatun muwaddi' fausina ya Rasulullah, ikiwa ni hivyo tusiye ukaondoka ukatuacha sisi bila usia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielewa hilo, na alijua kweli ni mawaidha ya kuaga, na alijua hao ni masahaba nitawaacha. Akawaambia, usikum bitaqwallah, ninakuhusieni heshima kwa Allah, mcheni Allah, mkamateni Allah, mpendeni Allah katika maisha yenu yote. Hilo la kwanza, hata mimi nikifa hamtotetereka. Usikum bitaqwallah, hilo la kwanza. Lakini la pili, bila shaka mimi nikiondoka, kuna viongozi mtawachagua katika ninyi, na wala sio malaika. Hawa viongozi mtakaowachagua, watakaokaa mbele yenu kuongoza umma, watakao mbele yenu kuongoza taifa, basi na wahusieni as-sam'u wat-ta'a, na kuhusieni muwasikilize. Lakini sio kuwasikiliza tu, na muwatii. Ndugu zangu katika imani, hii ni amri kubwa ambayo tumeachiwa sisi Waislamu. Elaiti dunia, mataifa yaliyoendelea na yale ambayo yako nyuma, yangeelewa thamani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangeandika bimidadi adh-dhahabi, kwa wino wa dhahabu, ili iwe ndo dira na direction ya maneno yao, ya maisha yao, kuhusiana na kuongozana, kwamba kiongozi inatakiwa asikilizwe, kiongozi inatakiwa atiiwe katika maarufu, yale mambo ambayo yana maslahi kwa mtu mmoja moja na yana maslahi kwa taifa kwa ujumla. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imeipokea Imam Muslim akasema, alaika as-sam'a, kuwa msikivu, usizibe masikio kusikiliza oda inayotoka kwa kiongozi. Wataa, na juu yako kutii, fi usrin wa yusrin, katika fi usrika wa yusrika, katika mepesi yako hakikisha unasikia na unatii, na katika shida zako, umebanwa, umenyongeshwa, hali ngumu, Mtume anasema katika mazito pia mtii kiongozi, mtii kiongozi. Lakini sio hilo tu, wamanshatika, na katika furaha yako usifurahi ukatoka kwenye taa ya kiongozi, umefuraha mpaka umepitiliza ukavunja sheria na kanuni zilizowekwa katika kuendesha jamii. Hakika katika furaha yako basi hakikisha pia utiifu unapatikana. Wa makrahika, na hata katika yale mambo magumu yenye karaha kwako, unaumwa, unakosa dawa ya kumeza, unasafiri, unakosa nauli ya kusafiria, usimlaumu yeyote, wala usimlaumu kiongozi kwa wewe kukosa nauli, usimlaumu kiongozi kwa wewe kukosa mbegu, fi makrahika, katika yale mambo yanayokukurahisha, alaika as-sam'a wat-ta'a. Huu ndio Uislamu. Elaiti maneno haya wangeyafahamu mataifa yaliyoendelea na yale yanayoendelea juu ya utiifu kwa kiongozi, lama safaku dima, mataifa yasingekuwa yanaingia katika janga la kumwaga damu za watu. Ni kwa sababu watu wamekosa subira. Kila mmoja akitazama anaona huyu kiongozi tumemweka mbele, mbona anajipendelea yeye tu, sisi tunapata tabu. Hakujua kwamba kiongozi mara nyingine ayafanya mambo bimaslahati al-amma walaysa bimaslahati al-khassa. Kiongozi hawezi kumjezia mtu pesa mfukoni kila mmoja akawa nayo.
Mara nyingine anaona tu ngoja niweke zahanati hapa, watu wote waje watibiwe hapa. Lakini sasa fikira za binadamu, akikosa pesa na mboga hakumbuki kama kuna afya amewekewa pia. Ndugu zangu katika imani, kiongozi inatakiwa atiwe hata katika mambo yanayokukirahisha wa atharatin alayk, na hata katika ile mambo ambayo unahisi kabisa huu mshahara ulikuwa ni wa kwangu, lakini kiongozi kaudivert umekwenda kwa mwingine, pia nayo inatakiwa usimame kumheshimu na kumtii kiongozi. Wa ta'a inama takunu fi ma'rufin, na utiifu ayuha nasu ibadallah, utiifu unakuwa katika mambo maarufu. Mambo maarufu maana yake ni yale mambo ambayo sio ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kiongozi akikuamrisha katika maasi, fa mathalan kiongozi anakuambia wa anta ta'mal ummal fi makanin ma fi almaktab wa fi makatib, wewe ni mtumishi unafanya kazi sehemu kwenye makampuni, maofisi ya serikali, ya watu binafsi, mbele yako pana boss. Kiongozi inatakiwa atiwe. Lakini kiongozi anakuambia hapa ofisini kwangu no kwenda msikitini, hapa msikitini kwangu mwanamke wa Kiislamu no kuvaa hijabu, nataka watu wote wawe hivi hivi ninavyotaka mimi. Sasa hapo atakuwa ameingilia mamlaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi rafa'a as-samaa bighairi amadin. Kiongozi huyu atakuwa ameshachupa mipaka, kaingilia sekta ya Allah. Allah ndio aliosema watu wajihifadhi na wajistiri. Iweje leo unambie mimi nivue hijabu yangu? Allah ndio amenambia mimi fa idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Mimi Allah amenambia nikisikia adhana siku ya Ijumaa, acha kila kitu ulikuwa na saini pale, acha. Ikiwa wewe ni hakimu unahukumu kesi, umesikia mnada, acha hapo hapo, elekea kwenye wito uliosikia. Wito huo ni mkubwa kuliko unachokifanya, mkubwa, akbar, mkubwa. Lakini binadamu tena tunayafanya ya kwetu ni makubwa kuliko yale ambayo Allah amesema ndio makubwa. Sasa anakuamrisha usiende kuswali, huyo kiongozi wako wa juu, hapana, anambia boss, umeingilia mipaka ya Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hapo tutapishana. Yani mimi nitaendelea kuvaa hijabu hivi hivi hata wewe ukikasirika. Mimi nitaendelea kutoka kwenda kuswali hata wewe boss ukikasirika. Kwa sababu gani? Umeingilia mamlaka na uhuru ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma manabii chungu mzima kwa ajili ya hilo. Ayuha alahibba, ndugu zangu wapendwa Islam, inna ta'ata ulata al-umur, hakika ya utiifu kuwatii viongozi, fiha masalihun adhima, kuna maslahi mapana katika jamii. Maslahi ya kwanza kabisa kumtii kiongozi, hifdhu dimaa. Kumtii kiongozi maana yake umehifadhi damu za watu zisimwagike. Maana yake kutokumtii kiongozi unasababisha faudha, vurugu, na kiongozi achukue hatamu na mamlaka alionayo ya kuweza kuadhibu. Kwa hiyo kuhifadhi na kumheshimu kiongozi yeyote yule, awe ni kiongozi wa juu, awe ni kiongozi wa chini, awe ni baba ndani ya nyumba, anataka aheshimiwe kama baba. Akitokea mtoto, kwa sababu baba ana watoto 10-15, mmoja katika watoto wanamvunjia heshima baba, wanamtukana baba yao, wanamdhalilisha baba yao, baba hata kama akiwa maskini namna gani, na huyo mtoto ni tajiri anarusha ndege juu, basi hapo tena hatothubutu na hatokuwa radhi na mtoto wake eti kwa sababu anarusha ndege niendelee kumheshimu. Hapana, ndugu zangu katika imani, ikiwa ndani ya nyumba ni hivyo, pamoja na yote tunayosema, baba ndani ya nyumba anadharaulika na baadhi ya watoto wake, baadhi yao wanadharauliwa mpaka na wake zao, unakuwa na subira kwamba hawa ni raia wangu, hii ni familia yangu, tuendelee kuishi. Sasa sisemi raia wa nje, wewe ndio umepewa mamlaka ya kuendesha wilaya, mkoa, nchi, lazima uwe na subira ya hali ya juu. Na wewe unayeongozwa lazima uwe mvumilivu wa hali ya juu, ili kwa pamoja kutii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutii amri ya Allah, atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum,
na wale viongozi miongoni mwenu nyinyi binadamu, amma wa khasa, ulil amri minkum amma, kiongozi wa wote, wa khasa, kiongozi wa Uislamu peke yao. Hawa wote ni viongozi, ni wajibu watiwe. Viongozi wanaotuongoza fiha masalih adhima, miongoni mwa maslahi ni hifdhu dima, kuhifadhi damu za watu zisimwagike, wasiyanatul a'rad, lakini vile vile ni kuendelea kuchunga heshima ya kila mtu. Binadamu inatakiwa heshimiwe, binadamu inatakiwa heshimiwe, na Uislamu umekuja kugonga msumari wa moto juu ya wale wanaovunja heshima za watu. Heshima ya mtu haitakiwi ivunjwe kabisa. Yaani usimtukane mtu, huna mamlaka hayo. Usimkashifu mtu, huna mamlaka hiyo. Usimdharau mtu, huna mamlaka hayo. Muhifadhie siri mwenzako, usimtangaze mwenzako, usimsingizie mwenzako. Haya ni maagizo ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kumheshimu kiongozi ni siyanatun lil a'rad, ni kuchunga heshima za watu. Wa himayatun lil bilad wal ibad, na vile vile ni kuendelea kuchunga na kulinda watu pamoja na nchi yao. Akitokea mtu anatukana, basi kabla watu hawajamuamini kwa matusi yake adhibitiwe. Kwa sababu gani? Atamwaga damu kwa matusi yake. Kwa sababu gani? Anavunja heshima kwa matusi yake. Kwa sababu gani? Atavunja mmomonyoko wa nchi na wananchi kwa ujumla. Hilo limeelezwa karne 14 zilizopita, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua sayati zamanun, yatafika zama huko, wama adiraka ma huko miaka mingi itakuja huko, watu watakuwa hawaheshimiani, wanavunjiana heshima, wanapigana, wanadharauliana, na kiongozi akisema tuelekee huku, watu wanasema tunaelekea huku. Ikifika zama hizo, fantadhiru saa. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi wahda, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ibadallah, usikum maratan thaniya bitaqwa Allah jalla wa ala, faqad faza almuttaqun. Ninahusia mara ya pili nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu, na kaeni mkitambua enyi waja wa Allah, anna min tamami ta'ati ulati al-umur, miongoni mwa utimilifu wa wewe kumtii kiongozi, an-nasihatu lahum bil ma'rufi, ni kuwapa viongozi nasaha, tena bil ma'ruf. Jambo la kwanza, kiongozi anapewa nasaha, lakini anapewa vipi? Lazima uangalie mazingira ya kumpa nasaha kiongozi. Hakuna alokamilika, kullu ibn adam khata'un. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila binadamu kulliya, midhali wewe ni binadamu, ibn untha, umezaliwa na mama, wa intalat salamatuka, hata kama umekuwa mkubwa namna gani, basi uelewe kullu ibn adam khata, kila binadamu anakosea kwa level yoyote ulionayo. Khata'un wa khairul khata'in, na wale wabora wa kukosea wanapokosea, wabora ni wepi? At-tawwabun, ni wale ambao wanarejea haraka kwa Allah na kutubia. Ayuha nasu ibadallah, ikiwa haya ndio maagizo ya Allah, kila mmoja anakosea, basi hata kiongozi pia anakosea. Wewe unayeongozwa, elewa kwamba aliyokuwa juu yako sio maasum. Maasum alikuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usima, alilindwa na kuchungwa na kukosea, lakini wanadamu wote waliobaki wanakosea, wanateleza, na pale anapokumbushwa kama kiongozi akifuata, basi itakuwa ni khairi zaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam
akatueleza hilo, an-nasihatu lahum, kuwapa nasaha kwa hikma. Watafutie nafasi, nenda kwake, tafuta mtu anayeweza kumudu, lakini usiende kwenye media. Usiende kwenye media ukafungua ukurasa wa kumnasihi kiongozi kwa kumkashifu na kumdhalilisha. Hapo utakuwa unaharibu. Yule ni binadamu, akikasirika akatumia mamlaka yake alionayo, haubaki salama. Na hivi ndivyo walivyo. Kipindi cha Ali ibn Abi Talib utawala wake, kina Muawiya kipindi cha utawala wao, watu walifitinishwa kwa maneno, kiongozi akarandamwa kwa maneno, mpaka kiongozi akasema sasa natangaza vita. Watu wakauana kweli kweli kwa sababu tu ya midomo ya watu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii atmosphere tulionayo baina ya jamii zetu, kuanzia nyumbani, mtaani, katika jamii, tuchungane vizuri. Tumepanda jahazi moja na kila mmoja amchunge mwenzake. Nani anatoboa jahazi? Maana tukizama tunazama wote. Kwa hiyo kiongozi nitakiwa anasihiwe, lakini kiongozi natakiwa wadu'a lahu bisalahi walhidayah. Kiongozi natakiwa kumuombea dua afanikiwe na aongoze vizuri. Hii ni amri min Allah wa amri min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumeambiwa sisi waislamu, kiongozi yeyote aliyokuwa juu yetu, midhali anaongoza watu 10, anaongoza watu 100, alaina dua, tumuombee dua Allah ampe afya njema na atuongoze kwa salama salimini. Sisi tunaambiwa hivyo. Tuwaombee viongozi wetu dua ili wasimame sawa sawa. Qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume rehma na amani juu yake anasema, inna Allaha yarda lakum thalathan, Allah anaridhia kwenu mambo matatu. Jambo la kwanza, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Jambo la kwanza ni pale mnapomwabudu alafu hamumshirikishi na chochote. Allah anaridhia kweli hilo na analipenda haswa. Jambo la pili, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah anaridhia sana pale mnapokuwa pamoja, mmeshikamana, hamuachani. Allah anapenda sana. Allah anapenda jamaa, yadullahi ma'al jamaa. Mkono wa Allah uko pamoja na watu ambao wako pamoja. Tuwe pamoja na tusifitinishwe na watu tukawa ashtatan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Ukadhani watu wamekaa tuko pamoja, kumbe tukitoka hapa huyu anamuonga yule, huyu anamsema yule, huyu kamdhulumu yule. Hapana, tukikaa pamoja, tukae pamoja, lugha yetu iwe moja, matendo yetu yawe mamoja, mwelekeo wetu ni mmoja. Tume anasema anapenda Allah anaridhia mambo matatu. Jambo la pili, wa an ta'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Hilo la pili. Lakini jambo la tatu analolipenda, wa an tunasihu min ulati wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Na muwape nasaha wale ambao Allah amewachagua kukuongozeni. Wale inatakiwa wapewe nasaha katika huduu na kuwaombea dua. Ndugu zangu katika imani, Allah anatuamrisha atii'u Allah, tumtii Allah. Hiyo ni amri, wal amru yaqtadhi al-wujuba. Hakuna hiari, hakuna choice kwamba mimi nikitaka au nisitaki. Atii'u Allah. Jambo la pili, wa atii'u rasula. Hakikisheni sana mnamtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Tarakana hakadha ala al-mahajjati bayda. Ametuacha, ametugaia tunu ya imani. Imani hii ndio inayotupeleka sisi peponi, ni kazi yake nzuri aliyoifanya. Lakini wa ulil amri minkum, hata mnyama na wadudu wana viongozi. Wakati Suleimani yuko na jeshi lake anapita jangwani, sisimizi walikuwa wanapita, wanavuka jangwa na wao, kwa sababu ni wadogo hawaonekani na Suleimani hata waona. Sisimizi tena kiongozi alikuwa ni kiongozi wa kike. Kiongozi wa sisimizi mdudu chungu alikuwa ni mwanamke. Qalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun.
Kiongozi alisikilizwa, alikuwa mwanamke huyo. Mdudu chungu akasema, Allah anaripoti kwenye Qur'an, kuambia wenzake, ya ayuhan namlu, enyi ndugu zangu sisimizi, udkhulu masakinakum, haraka natoa amri, ingieni kwenye mashimo yenu, la yahtimannakum Suleiman wa junuda, asije akakusageni sageni Suleiman na jeshi lake, wahum la yash'urun. Yeye mwenyewe maskini ya Mungu hajui kama kuna sisimizi hapa. Ikiwa sisimizi wana kiongozi na wanamtii kiongozi wao, fama baluna, vipi binadamu alotajwa na Allah, aloambiwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin, amepewa lub, akili na mukhu ya kuweza kutawala na kusimamia mambo yote haya yaliyopo duniani. Bila shaka yeye ndio inatakiwa awe mfano bora wa kuongoza, na wale wanaoongozwa wawe watiifu bora kuongozwa na kiongozi wao. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم رحمة لرعاياهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعل كلمة المسلمين على الحق وألف بين قلوبهم، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.